نحمده ونستعينه ونستغفره. نعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. أشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. اتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. شر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ikiwa tupo katika alqaidataini, kanuni mbili ambazo alizitaja al-Imam, ambazo kupitia kaida mbili hizo tazulu ishkalatun kathira, zinaondoka ile mishkeli ambayo ni mingi. Kaida mbili hizo ni tafadhulul a'mal, ni kuwa bora kwa matendo kwa kutizamwa bitafadhuli ma fil qulub, kwa kutizama yale ambayo yaliyomo katika mioyo, min haqa'iqil iman, katika ile iman moni thabit katika moyo. Pia kadhalika wa takfiru al-amali lis-sayyi'at, akufuta amal, kufuta madhambi bihasabi kamalihi wa nuqsanihi, kwa kuzingatia kule kukamilika kwa iman, pia kadhalika kupungua kwa hiyo iman. Tusema haqa'iqul iman, haqa'iq ni jamu ya haqiqa, ambayo ni thabit katika moyo. Kwa maana ya iman, maana yake ni al-iqrar. Imani maana yake katika lugha ni al-iqrar, ni kukiri au kukubali. Na kisheria an tu'mina billah malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yawmil akhir wa tu'mina bil qadari khairihi wa sharrihi. Hii ni taarifu ya iman, na pia kadhalika ni katika arkanul iman. Sema kwamba al-imanu yazidu wa yanqus, yazidu bit-ta'a wa yanqusu bil ma'siyah, kwamba iman inazidi na kupungua, inaongezeka na kupungua. Inaongezeka katika kumtii Allah subhanahu wa ta'ala, na inapungua kumwasi Allah jalla wa ala. Kwa baada ya kusoma hizi kaida mbili, kisha akaweka maelezo katika hizi ahadith. Ya kwanza ni kufunga siku ya Arafa, ambayo malipo yake atasamehewa Muislamu madhambi ya miaka miwili. Pili ni kufunga siku ya Ashura katika mwezi wa Muharram, kwa malipo yake yukaffiru sana. Kufunga siku ya Ashura unafuta madhambi ya mwaka. Tukatatiza baadhi ya Waislamu kwamba vipi itakuwa kusamehewa madhambi kwa kila mwaka, yale kafunga mwaka huu, kafunga funga zote, kafunga Arafa, pia kadhalika kafunga Ashura. Sasa inakuwaje kusamehewa madhambi kafunga mwaka huu na bado miaka hiyo hakuifika miaka hiyo mingineyo inayokuja mbele? Sababu kufunga siku ya Arafa kafiru sanata almadhiya, unafuta madhambi ya mwaka ulioisha. Sasa mwaka ule uja kuisha ndio ambao hiyo katika mwaka. Sasa vipi nafuta madhambi? Kwa wakataja katika maelezo alieleza, ambayo yeye akaja akataja akasema, wa ya lillahi alajab falaita alabdu idha ata biha almukaffirat. Anasema natamani mimi lau angeleta, natamani kwa mja mimi
idha ata bihadhihi almukaffirat, angeleta hizi mukaffirat zote, kulliha an tukaffira anhu sayiatihi, afutiwe madhambi yake kutoka kwake yeye, bijtimai ba'dhiha ila ba'd, kwa kule kukusanyika baadhi hii kwa baadhi nyingine. Ndio ambapo tuliposimamia hapo. Leo insha Allah tutaendelea katika maelezo ya hii, kuendelea kufanua hizi qaida alqaidatain. Akasema watakfiru bihadhihi mashrutun bishurutin, na kufuta na kufutiwa madhambi bihadhihi, kwa hizi, kwa kufutiwa madhambi kwa haya matendo ambayo tunayafanya, mashrutun, kumewekewa sharti, bishurutin, tena kwa sharti maalum. Watakfiru bihadhihi, na kufutiwa madhambi kwa hizi ibada, mashrutun, kumewekewa sharti, bishurutin, kwa sharti ambazo ni maalum. Bimaana kupitia sharti hizo, kwa hiyo amal ambayo wanaifanya Muislam ndio ambayo Allah subhanahu wa ta'ala atafuta madhambi yake, ikiwa zimekamilika zile sharti. Na kinyume chake, zile sharti au sharti ikikosekana, basi hiyo amal ni dhahiri kwamba itakuwa haifuti madhambi, itakuwa haifuti madhambi. Maana wakasema kwamba idha fuqida ash-shartu fuqida al-mashrut, ikiwa itakosekana sharti, basi lile jambo ambalo linawekewa hilo sharti, basi itakuwa halipo jambo hilo. Idha fuqida ash-shartu fuqida al-mashrut, bi maana ikikosekana sharti moja katika ile ibada husika, basi fuqida al-mashrut, kile ambacho kilichokuwa kinawekewa zile sharti kitakuwa hakipo, maana ibada ile haitosi kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Na ikiwa ni kwa sababu hiyo, basi ibada hiyo haitofuta madhambi. Ndio wakasema watakfiru bihadhihi, na kufuta amal, mashrutun bishurut, na kufutiwa madhambi kwa hii amal, mashrutun bishurutin, umewekewa sharti, tena kwa sharti maalum. Mawqufun, tena pia vile vile hiyo amal au hizo sharti mawquf, ni yenye kusimama, ala intifai mawani'i, juu ya kukosekana vizuizi, fil amali wa kharijihi, vile vizuizi ambavyo vitazuia hiyo amal kufuta madhambi, fil amal, katika kuitekeleza ile amal, wa kharijihi, na nje ya hiyo amal. Ni ziko sharti ambazo zimeshartishwa maalum katika kuifanya ile amal. Mfano, katika sharti za swala, lazima Muislam kabla ya kuenda katika ibada ya swala au akaanza kuswali, lazima aelekee qibla, lazima aelekee qibla. Hii ni katika wakati wa kutekeleza ile ibada ya swala. Na pia vile vile hizi sharti mauqufu, juu ya kuviepuka vile vizuizi, fil amali wa kharijihi, katika kuitekeleza ile amal, wa khariji al-amal, na nje ya ile amal. Ushamaliza ile ibada, pia yako masharti nje ya ile ibada ambayo wewe umeshaitekeleza. Kuna mambo fulani ukiyafanya, basi ile ibada itakuwa ifuti madhambi. Anasema mauqufun, ni zenye kusimama. Hiyo takfir ni yenye kusimama pia vile vile, ala intifai mawani'i, juu ya kukosekana vile vizuizi, fil amal, katika hiyo amal, wa kharijihi, na nje ya hiyo amal. Maana vile vizuizi ambavyo vitazuia hiyo amal kufuta madhambi, lazima vizuizi hivyo visiwepo katika ile kuitekeleza ile ibada, na pia kadhalika na nje ya ile ibada. Akaendelea akasema, fa in alima al-abdu, na ikiwa atafahamu mja, na ikiwa ashajua mja, annahu, ya kwamba yeye, jaa bishuruti kulliha, jaa bishuruti kulliha, ikiwa ashajua yeye kwamba
ameleta sharti zote katika ile amal, annahu jaa bishuruti kulliha, kwamba yeye ameleta sharti zote katika ile amal. Alima fi qalbihi, amejua katika moyo wake, ana yaqini kabisa kwamba hii amali mimi ninayoifanya nimetekeleza sharti zote katika amali yangu hii. Fa in alima al-abd, na ikiwa ashajua mja, annahu, ya kwamba yeye jaa bishuruti kulliha, kwamba yeye ameleta sharti zote katika ile amal, wantafat anhu almawani' kulluha, na pia vile vile yameondoka au yamekosekana kwake yeye vile vizuizi vyote vya kuzuia hiyo amal kufuta madhambi. Kwanza ameleta sharti zote, kisha wantafat anhu almawani', na zikakosekana kwake yeye vile vizuizi, kulluha, vizuizi vyote ambavyo vinazuia hiyo amal kufuta madhambi. Anasema fahina idhin yaqa'u takfir, sasa wakati huo ndio ambapo inatokea hii takfir al-amali lisayiat. Natokeaje? Idha akishajua mja annahu jaa bishuruti kulliha, kwamba yeye katika hiyo amali yake ameleta zile sharti zote, na pia kadhalika wantafat anhu almawani' kulluha, na amekosekana kwake yeye vile vizuizi vyote ambavyo vinazuia kwa hii amal kufuta madhambi, na ameleta sharti fi al-amal kharij al-amal, ashakuwa na yaqini katika moyo wake kwamba sharti amezileta zote katika kuitekeleza ndani ya ile ibada, na pia kadhalika nje ya ile ibada amekuwa na yaqini katika hili, na pia kadhalika vile vizuizi vimeondoka, vizuizi vikawa havipo vya kuzuia ile amal kufuta madhambi kulluha, vizuizi vyote havipo. Anasema fa hina idhin, hiyo amali ikiwa na hali hii, sasa wakati huo yaqa'u takfir, hapo ndio inapotoka takfir ya hii amal kufuta madhambi. Kisha akaendelea akasema wa amma amalun, amma ile amal shamilatuhu alghafla, amali ambayo imekusanywa au imezungukwa hiyo amal na ghafla. Yani mtu anafanya amal ana ghafla kubwa, ana ufanyaji wake wa ile amal kuna kabisa huyu ana ghafla, amepuuza hii ibada, anafanya lakini kana kwamba kapuuza. Taswali katika ibada ya swala, swali kama hataki, ana swali kiuvivu kadha wa kadha. Sasa ile amal ambayo wa amma amalu, na ama amali yoyote shamilatuhu alghafla, amali hiyo imekusanyika katika hiyo amal ghafla, sehemu kubwa ya amal ina ghafla, au li aktharihi, au sehemu kubwa katika hiyo amal kuna ghafla, bimaana sio yote. Ya kwanza shamilatuhu alghafla, amali yote ina ghafla, au li aktharihi, au sehemu kubwa ya hiyo amal imezungukwa na ghafla. Sio hivyo tu, wafaqada al-ikhlas, na pia hiyo amal ikakosa ikhlas, imefanywa hiyo amal sehemu kubwa ina ghafla, au kadhalika hiyo amal ina ghafla ndani yake, wafaqada al-ikhlas, na hiyo amal ikakosa ikhlas, alladhi huwa ruhuhu, ambayo hiyo ikhlas ndio roho ya amal, walubbuhu, na pia kadhalika hiyo ikhlas na ubongo wa amal, walam yuwaffi haqqahu, na pia kadhalika hakukamilisha ile haki yake ambayo inatakikana katika hiyo amal, hakuipa hiyo amal haki yake ambayo ni kamilifu. Na pia kadhalika walam yuqaddiru haqqa qadri, na pia vile vile hakuipa hiyo amal ile haki yake stahiki, hakuipa hiyo amali haki yake stahiki. Fa ayu shay'in yukaffiru hadha al-amal, kwa kitu gani basi itafuta madhambi amali hii yenye sifa kama hizi? Ani amali ambayo shamilatuhu al-ghafla au li aktharihi, amali ambayo ina ghafla au ina sehemu kubwa katika hiyo amali kuna ghafla, na pia kadhalika amali ambayo imekosa ikhlas, ani amali imefanywa si kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala, kafanya yule amal ili ajionyeshe kwa watu,
kwamba yeye ni mtoaji sana, kafanya hivyo si kwa ikhlas, imekosa ikhlas, ambayo hiyo ikhlas alladhi huwa ruhuhu, hiyo ikhlas ni ruhu ya amal, walubuhu, yani ubongo wa amal. Walam yuwaffi haqqahu, akuikamilisha haki yake katika hiyo amal. Walam yuqaddiruhu haqqa qadri, na pia vile vile hakuipa hiyo amal ile haki yake inayostahili. Fa ayu shay'in yukaffiru hadha al-amal, kwa kitu gani itafuta madhambi hii amal ambayo ina ghafla au ina sehemu kubwa ya ghafla katika hiyo amal, na pia kadhalika haina ikhlas katika hiyo amal. Sasa amali kama hii ni dhahiri kwamba haifuti madhambi amal, wamefanywa ina ghafla au na sehemu kubwa katika hiyo amal kuna ghafla, na pia kadhalika haina ikhlas, hiyo amal ni dhahiri kwamba haifuti madhambi. Fa in, kisha akaendelea akasema, fa in wathaqa al-abd min amalihi, ikiwa atakuwa na yaqini mja, ikiwa atakuwa na yaqini mja min amalihi, katika amali yake ile ambaye ameifanya, bi annahu wafau haqqahu, kwamba yeye amekamilisha katika hiyo amal haki yake istahiki, amekuwa na yaqini katika moyo wake bi annahu wafau haqqahu, kwamba yeye amekamilisha haqqahu katika hiyo amal, kuikamilisha haki yake, kaipa haki yake istahiki, alladhi, haki ambayo yambaghi lahu, ambaye ni wajibu hiyo haki kwake yeye, dhahiran wa batina, katika dhahiri yake, dhahiri na siri, yani katika dhahir, nje ya muonekano wake na ndani yake, kaipa haki yake dhahiran wa batina, dhahir na batin. Walam ya'rid lahu mani', na pia kadhalika haikutokea kwake yeye mani', kizuizi, yamna'u takfirahu, kizuizi ambacho kinazuia hiyo amal kufuta madhambi. Pia kadhalika wala mubtilun, na pia vile vile haikutokea mubtilu, ambayo inabatilisha, ambacho chenye kubatilisha, yuhbituhu, ambayo inaharibu hiyo amal. Kisha akataja ambayo zinaharibu amal, min ujubin, kama vile ujub, kujiona, tukafanya amal anakuwa na ujbu, aina fulani kama ya kibri, anajiona kwa ile amal. Hii ni katika mambo ambayo yanaharibu amal. Wala mubtilun, wala chenye kubatilisha, yuhbituhu, ambacho kinaharibu hiyo amal, min ujbin, kama vile ujb, kujiona kwa ile amali yake, au ru'yati nafsihi fi, au kuiona nafsi yake katika hiyo amal, hiyo nafsi yake kwamba mtu ashakuwa madhalika ifanye ile amal itakuwa ni mtu wa hali fulani. Au yatlub min al-ibadi ta'dhimahu bihi, au akawa anatafuta kutoka kwa, anatafuta kwa waja, ta'dhimahu bihi, kumwadhimisha yeye kwa hiyo amali yake aliyoifanya. Kafanya amal alhamdulillah, lakini akawa kajiona katika hiyo amal, anakuwa na ujub, na pia kadhalika anakuwa na ile ru'yati nafsihi fi, kujiona nafsi yake katika hiyo amal, au anatafuta kutoka kwa waja kumwadhimisha, bimaana kumsifia katika hiyo amali yake aliyoifanya, watu wazungumze bana, tafuta watu bana waseme bana mimi nifanya amali fulani. Au yastashrifu biqalbihi, au mwenyewe akatizama katika moyo wake, liman yuadhimuhu alayhi, yule ambaye ataiadhimisha hiyo amal kwake yeye kwa moyo wake. Au pia kadhalika, au yuadi man la yuadhimuhu, au akamfanyia uadui yule ambaye la yuadhimuhu alayhi, ambaye aiadhimishe hiyo amal, aiadhimishi hiyo amal kwake yeye. Wayara annahu, na akamuona huyu ambaye hajaiadhimisha hiyo amal au hajamuadhimisha, wayara, na yeye akamuona, annahu, ya kwamba yeye qad bakhisahu haqqahu, kwamba yeye amepunguza, qad bakhisahu haqqahu, kwamba yeye amepunguza haki yake, hajampa haki yake. Wa annahu, na pia vile vile akamuona, qad istahana bihurmatihi, kana kwamba amedharau ule utukufu wa ile amal. Kisha akasema, fahadha ayu shay'in yukaffir,
fahadha ayu shay'in yukaffir, basi hii kwa wasifu kama hizi muhbitatul a'mal, muhbitatul amal, kwa kitu gani yukaffir? Hii amal itafuta madhambi, amali ambayo ina ujbu, inakujiona kwa nafsi yake, au manni bihi, au kuisimulia hiyo amal, au manni bihi, au kuisimulia hiyo amal, au anatafuta yatlub min alibad, anatafuta kutoka kwa waja ta'dhimahu bihi, kuiadhimisha hiyo amal ambayo yeye kaifanya, au yastashrifu biqalbihi liman yu'adhimuhu alayhi, zama katika moyo wake yule ambaye atamuadhimisha kwake yeye kwa kuifanya hii amal, au yuadi man la yu'adhimuhu alayhi, au kumfanyia uadui yule ambaye amuadhimishi juu yake katika hii amal, wa yara annahu qad bakhisahu haqqahu, na akamuona kwamba huyu amepunguza haki yake, hajampa haki yake, wa huko kumuadhimisha na kumsifia kwa hii amali yake yeye aliyoifanya, wa annahu qad istahana bihurmatihi, na pia anamuona pia vile vile huyu amedharau ule utukufu wake, tukufu wa ile amali. Fahadha ayu shay'in yukaffir, huyu kwa kitu gani hii amali itafuta madhambi? Ni dhahiri pia vile vile amali hii kwa hizi muhbitatul amal, hii amal haifuti madhambi, hii amal haifuti madhambi. Kisha akaendelea akasema wa muhbitatul a'mal wa mufsidatuha akthar min an tuhsar. Wa muhbitatul a'mal, na mambo ambayo yanaharibu amal, wa mufsidatuha, na yanayofisidi na kuharibu pia vile vile amal, akthar, yako mengi, min an tuhsar, huwezi ukayadhibiti. Al-muhbitatul a'mal, mambo ambayo yanaharibu amal yako mengi, min an tuhsar, huwezi wewe ukayadhibiti. Walaysa ash-sha'nu fil amal, sio jambo kufanya amal, yani sio jambo kubwa kufanya amal, yani kwa Muislamu au kwa mtu sio jambo kubwa wakae kufanya amal. Walaysa ash-sha'nu fil amal, sio jambo kufanya amal, inma ash-sha'nu fi hifdhi al-amal, kikasi vinginevyo jambo lililoko ni kuhifadhi ile amal, mimma yufsiduhu wa yuhdituhu, na ya mambo ambayo yanaharibu hiyo amal, wa yuhdituhu, na kuharibu hiyo amal. Hilo jambo liko hapa. Wa muhbitatul a'mal wa mufsidatuha akthar min an tuhsar, na yale ambayo yanaharibu amal na yanayofisidi amal, akthar, yako mengi, min an tuhsar, huwezi ukayadhibiti. Walaysa ash-sha'nu fil amal, na sio jambo kufanya amal, hilo sio jambo kufanya amal toka saajabu, la, inma ash-sha'nu fi hifdhi al-amal, kikasi vinginevyo jambo ni kuhifadhi ile amal, mimma yufsiduhu wa yuhbituhu, kwa yale ambayo yanaiharibu hiyo amal na kuibatilisha hiyo amal. Jambo liko hapo, au uzito ndio uko hapa, lakini jambo si kufanya amal, isipokuwa jambo ni kuhifadhi ile amal, mimma yufsiduhu wa yuhbituhu, kwa yale ambayo yataiharibu hiyo amal na kuibatilisha hiyo amal. Kisha akasema farriyau, basi ria wa indaqa, ria wa indaq, na hata kama ria ikiwa ni ndogo, saghir, ria ni ndogo, muhbitun lilamal, hii ria inaharibu amal, ria ikiingia katika amal inaharibu ile amal. Wa huwa, nayo hiyo ria, abwabun kathira la tuhsar, pia vile vile kama ilivyokuwa muhbitatul a'mal ziko nyingi, na pia kadhalika milango ya ria kathira la tuhsar, pia vile vile milango ya ria iko mingi, huwezi ukaidhibiti. Tushakutaja tukasema katika sampuli za ria ni ile ni ar-riya'u bil amali adh-dhahir. Ar-riya'u bil amali adh-dhahir ni mtu kufanya ria katika ile dhahiri ya ile amal, dhahiri ya amal. Mtu anaswali, ima ni mwanzo wa swala au katikati ya swala yake, kaingia mathalan msikitini swala ya sunna, mwanzo ilikuwa ria hakuna, lakini baada akaswali, anaendelea kuswali, walipoingia watu tu pale pale shetani akamwingia, akaanza kufanya ria, akaanza kuvuta rukuu, zile rukuu zinakuwa ndefu, ile tawadhu katika swala, khushu' kawa imezidi, lakini ameanza vizuri alhamdulillah. Kwa hii ni ar-riya'u bil amali adh-dhahir,
Na pia kuna ria bidhammi nafsihi, kuna ria ya mtu kuisema vibaya nafsi yake. Na hii inawezekana pia kwa mavazi mwanadamu ambao anayavaa. Inawezekana kwa mavazi kampelekea mtu akawa anafanya ria. Sana sana mavazi ikiwa ni yamechakaa au mavazi hata akiwa ni mtu, inawezekana kampelekea ikawa ria. Au yeye kujisema vibaya kwa watu, ima kwa uchamungu au kujibana mimi kadha wa kadha wa kadha, lakini sivyo hivyo ambavyo yeye anasema. Kwa ria anasema al-Imam rahimahullahu ta'ala, wa huwa abwabun kathira la tuhsar. Ria ina milango mingi ambayo milango hiyo la tuhsar, huwezi ukaidhibiti. Na hii Mtume alayhi salatu wassalam katika umma wake, katika hadithi thabit anhu, tumenasema akhwaf ma akhafu alaykum shirkun khafi. Tumesema akhwaf ma akhafu alaykum, ambacho mimi naogopea zaidi, ambacho nakiogopea juu yenu, ya shirkun khafi, ni ile shirki ambayo imejificha. Mtume akaulizwa fasuila anhu faqala ar-riya. Mtume akaulizwa kuhusiana na hiyo shirkun khafi. Nini shirkun khafi? Shirki ambayo imejificha. Mtume akasema ar-riya, ni swala la ria. Mtu anasimama anaipamba swala yake au ibada yake kwa kule kuona watu wakimtizama yeye. Watu wakifanyaje? Wakimtizama yeye. Kwa ria ina abwabu nyingi, na hii ni katika hili muhbitatul amal. Hii ria japokuwa ni ndogo, wa indaqqa wa huwa abwabun kathira la tuhsar, hii pia inaharibu amal. Na pia kadhalika wa kaunul amal, na kuwa ile amal ambayo anaifanya muislam ghairi muqayyadin, hiyo amal haikudhibitiwa au haikufungwa hiyo amal bittibai sunna, kwa kufuata sunna ya Mtume Muhammad alayhi salatu wassalam. Aidan pia hili pia vile vile mujibun, linawajibisha likaunihi batila, kwamba hiyo amal kuwa ni batil. Wa kaunul amal, na kuwa amal ghairi muqayyadin, hiyo amal kuwa kwake hiyo amal haikufungwa bittibai sunna, kwa kufuata sunna. Aidan pia vile vile mujibu likaunihi batila, inawajibisha hiyo amal kuwa ni batil, kuwa ni batili. Hii ni muhimu katika sharti pia kadhalika za kusihi ibada ambazo Allah subhanahu wa ta'ala ametaja hii ikhlas, na pia kadhalika na hii mutaba'atu rasul au muwafaqa katika suratul Kahfi, sura ya 17 aya ya mwisho. Sura ya 18 Allah subhanahu wa ta'ala anasema mwisho, man kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan salihan wala yushrik biibadati rabbih ahada. Yule ambaye anataraji na yaqini kukutana na Allah subhanahu wa ta'ala, falyamal amalan salihan, afanye amal ambayo ni saliha. Salih inakuwa ni ittiba'u sunna, na pia kadhalika wala yushrik biibadati rabbih ahada. Hii ni ikhlas, na wala sishirikishe katika ibada ya Allah subhanahu wa ta'ala kwa yote na chochote ambacho sicho Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa kuna mutaba'atu rasul na ikhlas kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala. Ndio ambavyo alipoulizwa al-Imam Fudhail bin Iyadh Abu Ali rahimahullahu ta'ala katika ile aya katika suratul Mulk, tabarakalladhi biyadihi al-mulk wa ala kulli shay'in qadir alladhi khalaqa al-mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Akasema kwamba ahsanu amala, akatafsiri akasema akhlasuhu wa aswabuhu, ni ile amali ambayo ina ikhlas na pia kadhalika ina mutabaa, kuna imefanywa qaid, imedhibitiwa bitibai sunna. Hii ndio ahsanu amala, inakuwa na masharti makuu mawili. Ya kwanza ikhlasul ma'bud wa mutaba'atu rasul, ikhlasul ma'bud wa mutaba'atu rasul, kufanya ikhlas kwa yule mwenye kuabudiwa Allah subhanahu wa ta'ala, unafanya amali kwa ajili ya Allah jalla wa ala. Na pia kadhalika mutaba'atu rasul, kufuata Mtume Muhammad alayhi salatu wassalam. Na hii mutabaa ina vigawanyo vyake pia kadhalika. Inawezekana mtu akafanya amal akakosea katika mutabaa katika zile idadi, au pia kadhalika katika kaifia, katika idadi, na pia kadhalika katika wakati. Ndio maana iko kaida ash-shar'iyya kwamba nasema kullu amalin atlaqaha ash-shari'u
kila amali yoyote ambayo sheria imeifanya kuwa ni mutlaqa, funga kwamba amali hii fanya sehemu fulani au wakati fulani muda fulani. Sasa amali ikawa iko hivyo ni mutlaqa, kama vile salatu ala nabi, msalia Mtume Muhammad alayhi salatu wasallam, iko ambayo imethibiti katika adhkari sabah wal masa, utaja mara 10 Allahumma salli wa sallim ala nabiyina Muhammad, taja 10 marat fi sabah wal masa. Hii imethibiti kwa dalili ambayo ni thabit. Kumswalia mtume katika kiujumla ni amali ambayo ni mutlaqa, mtu atakana mswalie sana mtume alayhi salatu wasallam. Kwa amali yoyote ambayo imeachwa kwa ni mutlaqa, fa atlaqaha an-nasu bilquyud, faqayadaha an-nasu biquyud, watu wakaifunga kwa vifungo mbalimbali. Mfano wakati fulani, mithlu zaman au al-makan au sehemu au sifa au kaifia, fa hiya bid'atun fala tata'abbaduha. Basi hiyo ni bid'a, msifanye kuwa ni ibada. Yani amali sheria imeachilia kusema kwamba amali hii taja mara kadhaa sehemu fulani, wakaja watu wakaweka hivyo vidhibiti, kuja watu wakaweka vidhibiti. Kwa hiyo amal kwa mfumo huo ni bid'a, ni uzushi. Fala tata'abbaduha, msifanye kuwa ni ibada hiyo amal, msifanye kuwa ni ibada hiyo amal. Fa hiya bid'atun fala tata'abbaduha. Kwa amal katika muhbitatul a'mal ni ile amal wa kaunul amal ghairi muqayyad biittiba'i sunnah, ni kuwa ile amal haikufungwa ile amal kwa kufuata sunna Mtume Muhammad alayhi salatu wassalam, aidan mujibu likaunihi batila. Na pia vile vile hii linaharibu amal na inawajibisha ile amal kuwa kwake yeye hiyo amal ni batil, ile amal ni batili, imeharibika hiyo amal, ikawa haijafuata sunna Mtume Muhammad alayhi salatu wassalam. Na kusema bid'a zipo, bid'a na kusema bid'a zipo, watu wakisoma wasome sunna na pia vile vile wasome bid'a. Na hili neno bid'a si neno limezuka limekuja katika zama hizi, la, limeanza zamani huko, limeanza zamani. Utaja sahaba, wakaja aima wakubwa wakitaja neno bid'a, kama kadhalika alipotaja al-Imam Abi Shama Ash-Shafi'i rahimahullahu ta'ala kitabu chake al-Ba'ith ala al-inkar al-bid'a wal hawadith, ametaja hii kilima cha bid'a. Pia kadhalika al-Imam Shatibi rahimahullahu ta'ala ana kitabu mujallad ametaja taarifu nzuri ya bid'a inaitwa al-Ihtisam. Kiukweli afala wa jada rahimahullahu ta'ala katika janibu hii ya bid'a, janibu hii ya bid'a. Wa kaunul amal ghairu muqayyad biittiba'i sunna aidan mujibun likaunihi batila, na kuwa ile amal ghairi muqayyad, haikudhibitiwa hiyo amal biittiba'i sunna, kwa kufuata sunna, aidan mujibu likaunihi batila. Pia vile vile hilo linapelekea, linawajibisha kuwa hiyo amal ni batili. Walmannu bihi, na pia vile vile kuisimulia kwake yeye ala Allah ta'ala biqalbi, kwa Allah katika moyo wake, mufsidun lahu, pia vile vile inaharibika kwake yeye amal. Kafanya amal kasimulia katika moyo wake, ndani ya moyo wake azungumza man katika moyo wake, jisifia kadha bana mimi kadha, katika ndani ya moyo wake. Pia kadhalika biqalbihi, katika moyo wake, mufsidun lahu, pia vile vile hii inaharibu hiyo amal. Wakadhalika, na pia vile vile katika muhbitatul a'mal almannu bisadaqa, ni mtu kusimulia kwa kule kutoa kwa sadaqa. Wal ma'ruf, na kufanya mambo ya khairi, katoa sadaqa au kufanya jambo la khairi, anakuja anasimulia, ima kusimulia watu, kuambia bana yule kitu fulani mimi nimemsaidia, au kumpa maudhi yule ambaye alimpa sadaqa. Hii pia kadhalika katika muhbitatul a'mal. Wakadhalika almannu bisadaqa, na pia kadhalika kusimulia ile sadaqa. Wal ma'ruf, na yale mambo ya khairi. Wal bir, na mambo mema. Wal ihsan, na kufanya ihsan. Wasila, na kuunganisha udugu. Mufsidun laha, pia vile vile yote hii inaharibu ile amal. Tukafanya silatul arham, na pia kadhalika kafanya bir, kafanya ihsan, akasimulia, akafanya manni, basi afahamu ya kwamba hili linaharibu amal. Kama qala subhanahu wa ta'ala, kama alivyosema Allah subhanahu wa ta'ala katika suratul Baqara, ya ayyuhalladhina amanu, enyi mlioamini,
la tubtilu sadaqatikum bilmanni wal adha, msiziharibu sadaqa zenu, msiharibu sadaqa bilmanni wal adha, kwa kusimulia na kutoa maudhi, kumuudhi yule ambaye ulimpa, msiharibu, hii inaharibu. Akapiga Allah akaendelea akasema kalladhi yunfiqu malahu riaa an-nas, kama yule ambaye anatoa mali yake riaa an-nas, kwa kujionyesha kwa watu. Asema mfano wa huyu mathaluhu kama mathali sufwanun alayhi turab fa asabaha wabil fatarakahu salda, sawa sawa na lile jiwe ambalo lipo katika maji, jiwe lapitiwa na maji sana, jiwe lilikuwa limeteleza lile, akachukua mchanga akaweka katika lile jiwe, ikaja mvua fa asabaha wabil fatarakahu salda, ilivyokuja mvua maji yale yakatoa ule mchanga, jiwe likabaki salda kama lilivyokuwa jeupe kabisa. Hii ndio mfano ambaye anatoa sadaqa na anafanya matendo ya kheri kama kuunganisha udugu na kufanya maaruf na swila, akisimulia au akafanya udhia, inakuwa ni mfano wa lile jiwe. Ameweka mchanga juu ya jiwe, ikaja mvua, ile mvua ikaondosha mchanga wote, jiwe likabaki kuwa ni swalda, liko safi kabisa lile jiwe. Bimaana amali yake hii imebatulika. Ya ayyuhalladhina amanu, enyi mlioamini, la tubtilu sadaqatikum bilmanni wal adha, msiharibu sadaqa zenu. Hii ni tahrim, hii ni amri ya wajib. Msiharibu sadaqa zenu, msiharibu sadaqa bilmanni wal adha, kwa kusimulia na pia kadhalika kutoa maudhi kwa yule ambaye umempa sadaqa. Hadha wallahu a'lam. Subhanakallahumma bihamdik, nashhadu an la ilaha illa ant, nastaghfiruka wa natubu ilayka. Jazakumullahu khaira wa barakallahu fikum. Nikisema katika adad, katika idadi, mathalan Mtume alayhi salatu wassalam alikuwa akimaliza kuswali astaghfirullah thalatha, asema astaghfirullah mara ngapi? Mara 3. Kufuata kufanya mutaba katika adad. Wewe unatakana na wewe uishie pale pale mara 3. Kwa hiyo ukiendelea 4 na 5 na kuendelea, nasema umefanya bid'a katika nini? Katika idadi, mutaba ya idadi. Yani Mtume kasi 3, wewe unakwenda 4 5, hii kidogo na nguvu, acha niendelee hizo. Katika zile ambazo zimekuja kwa dalili hasa kwamba hii taja mara kadhaa, kama vile adhkari zile asbah wal masaa, zile almu'idhatain, zile ikhlas, falaq na nas, zimekuja asubuhi taja mara 3 na jioni taja mara ngapi? Mara 3. Wewe ishia pale pale kuna ile idadi ile. Mfano na hizi swala za faridhi pia kadhalika, dhuhuri ni 4 ukiwa hivyo alayhi salatu wassalam anhu, na pia al-asr ni 4, wewe ishia pale 4. Ukiongeza maana swala yako ni batil, afu inakuwa pia kadhalika ikubaliki. Hii inakuwa ni umefanya bid'a katika idadi, na inakuja katika kaifia ya kile namna ambayo Mtume sallallahu alayhi wasallam alivyofanya ile ibada. Mtume alikuwa kabla alayhi salatu wassalam hajasujudu na rukuu, kabla hajasujudu anafanyaje? Anaruku. Sasa ikiwa atatokea Muislamu yeye amesimama na swali akaanza kusoma suratul Fatiha na sura nyingineyo, kamaliza yeye ya rukuu, anakwenda moja kwa moja kwenye sujudu, akakusia katika kaifia, kwa swala yake inakuwa ni batil, swala yake inakuwa. Na kuna hii kazungumza, nadhani tutakuja kuyataja Sheikh Ibn Uthaymeen rahimahullahu ta'ala, ana sharhi yake ya mlisoma sharhi ya 40 an-Nawawi. 40 an-Nawawi katika sharhi ameeleza hii man ahdatha, zile hadithi Aisha, man ahdatha fi amrina hadha, katika riwaya man amila amalan, katika hizi kufanya aqsamu za hii mutabaa, kufuata katika idadi, katika sifa, katika kaifia, katika sehemu kadha wa kadha. Mfano mtu akafanya haji, kafanya haji Tanzania hii, kama watu fulani kuja kusema bwana unaweza kufanya haji Kigoma. Wapi? Kigoma. Ile ibada hisi fanya bid'a, sababu ile ibada ile ni ibada ya wakati na sehemu, ibada ya wakati. Kwa Sheikh Mtume kakunjua kaeleza hapa. Pia nadhani kadhalika pia al-Imam Ibn Rajab al-Hanbali katika kitabu chake ambacho ni sharh ya 40 an-Nawawi, sharh kubwa katika 40 an-Nawawi, inaitwa Jami'u al-Ulum wal Hikam. Jami'u al-Ulum wal Hikam iko nauza madukani, mimi niko nayo pia. Zani kaelezea hii katika mutabaa, katika hii kwa mutabaa inakwenda mbali. Mutabaa inakwenda katika kaifia na katika sehemu na katika idadi, na pia kadhalika
na sifa ya ile ibada. Hii ni mutabaa pia kadhalika. Hii ni pia ni mutabaa. Kuna mutabaa katika sifa zote hizi, sehemu au wakati au idadi au sifa. Nadhani kwa umeelewa kidogo, nimejitahidi kidogo kuelewesha, au sio? Inshallah, Allahu aalam, tuishi hapo. Mwingine kesho inshallah, swali lingine inshallah, Allah kesho tutakuuliza inshallah. Allahu aalam.